Tukio la basi la Simba kuzuiliwa kuingia katika uwanja wa Mkapa limeendelea kuchukua nafasi, jambo ambalo lilisababisha mechi ya dabi ya Yanga na Simba kuahirishwa. Sasa tumemtafuta mwenyekiti wa matawi ya Simba kanda ya Temeke, Fortunatus John, ambaye yeye pia alikuwepo siku ya tukio zima, na hapa anafunguka kutuambia hali halisi ilivyokuwa siku hiyo getini katika uwanja wa Benjamin Mkapa, Dar es Salaam. Mimi naitwa Fortunatus John, ambaye mimi naeleweka, lakini unaweza kaniita Hamza, sio mbaya. Bwana Hamza, bwana pole bwana kwa unyonge kwenye eneo lako, maana watu watarajia Temeke ni ya kwenu, Simba watafika hapa hatapata changamoto yoyote, lakini siku ya mchezo mambo yakuwa kama mlivyopanga. Kweli Mchopa hujakosea, mimi ndo mwenyekiti wa matawi ya Simba wilaya ya Temeke, na unaposikia mpira unachezwa hata kimataifa, hata huo mpira wa dabi wa Simba na Yanga ulikuwa unafanyika Temeke, naweza nikasema kwamba mimi ni mwenyeji wa Temeke na mpira ulikuwa unataka kufanyika katika wilaya yangu ya Temeke. Ilikuwaje sasa, na wewe lazima ulikuwepo eneo la tukio, mlifanya makosa gani ambayo liwagharimu wenyeji wa mchezo wasiwaruhusu? Unajua sasa hivi mpira, ninachotaka kukuambia, wameingia watu ambao hawajui mpira. Sijui umeelewa? Mpira ni lazima ufuate kanuni, sheria na utaratibu. Sijui umeelewa? Kanuni inasemaje? Timu kama inacheza kesho, lazima leo ije kucheza mazoezi katika uwanja husika kwa muda ule ambao utakaocheza mechi kesho. Sijui umeelewa? Ikitoka hapo inacheza mechi. Ndo kanuni inavyosema hivyo. Sijui umeelewa? Sasa siku ile Simba wamekuja kucheza mechi kulingana na kanuni inavyosema ya mpira wa miguu, so kanuni ya ngoma ya mpira wa miguu. Sijui umeelewa? Sasa tukashangaa wenzetu ambao wanazijua kanuni, lakini naona wapo watu ambao wanabaka mpira ndio wamepelekea kufanya vile. Taarifa Simba ilisema awali walizuiwa na meneja kwa sababu hakupata taarifa mpaka kamishna alivyoruhusu. Ilitumia muda gani mpaka Simba kukubaliwa? Simba imefika saa 1. Walitaka waingie ndani, mpira ulikuwa unaanza saa 1:15. Ina maana robo saa ilikuwa ya kujitayarisha, ndio maana wamefika saa 1. Meneja anasema yeye hana habari. Hana habari, sawa, hana habari. Hatuwezi kujua kama alipata habari akaficha hiyo habari au alikuwa anajua habari ndio maana akafanya vile. Mimi ninachotaka kufahamu kwamba timu kama Simba au Yanga ni taasisi kubwa sana. Uwezo ukasema kama unaifungia katika uwanja wa Taifa. Sijui umeelewa? Kama yeye alikuwa hana habari, basi angeruhusu hata wakaingia paka pale ndani, wasiingie kwenye uwanja. Akaongea nao kwamba mimi sina habari, lakini yeye kafunga mlango, kawaambia na wale Suma JKT kwamba hakuna kuingia Simba hapa sababu habari sina. Sasa habari Simba imekuja pale, au angekuja kiongozi pale, tuseme angekuja waziri pale, angemwambia kwamba mimi sina habari. Kuna taarifa kwamba baadaye aliwaruhusu lakini wakawazuia watu wa Yanga. Ni kweli na walikuwepo na tukio? Baadaye aliruhusu baada ya kuona kwamba yeye amekosea. Sijui umeelewa? Sio nyinyi mmekosea ambao mkutoa taarifa. Baadaye narudia tena aliruhusu, lakini sasa sisi ameruhusu saa 4. Sisi mpira ilikuwa natakiwa tufanye mazoezi saa 1:15, tumalize kwa dakika 90 tuondoke. Saa 4 hiyo na sisi tungeingia ndani, ina maana sisi ndio tungekiuka utaratibu. Maana ingeonekana sisi tumecheza saa 4. Simba tunajua utaratibu bwana, kanuni na sheria za mpira bwana. Wewe watu wa Yanga kuwazuia. Watu wa Yanga ndio walizuia, wameweka paka gari yao. Na nyinyi mmekuja mnapiga picha pale. Sasa ifike mahali hata hiyo TFF wanaolaumu au bodi ya ligi na walaumu kwanza hizi Simba na Yanga, wanaweka watu ambao wasiojua nini maana ya kulinda mpira. Kuna taarifa kwamba waliongezeka makomando. Wameongezeka makomando, zilikuja gari kama 3. Na hao makomando wameambia je, twendeni Taifa kuna fujo. Wengine wameteremka, wameanza kupigana wenyewe kwa wenyewe mpaka wamekuwa sawa. Kwamba nyinyi hawajuani. Sijui umeelewa, lakini sababu sisi Simba tunajua, sisi tumesimamia kwenye kanuni. Kwanza tuliprotect wachezaji wetu kuhakikisha kwamba hawadhuriwi, lakini pale alikuwepo CEO amemtukana, kocha alishuka amemtukana. Sasa yeye sikotoana kwenye reli. Wanasema walikuwa na hofu kwenye basi, kulikuwa kuna Shomari Kapombe tu. Haoni wachezaji wengine. Sasa si wangeona wachezaji ambao walikuwa wanaenda kufanya mazoezi, kama Shomari Kapombe anafanya mazoezi peke yake, wangeona. Mpaka bodi yenyewe inabidi iridhishe kweli Simba alienda na wachezaji ama. Sasa hiyo kwa Simba tu. Narudia tena, sisi tulienda kufanya mazoezi, sio Shomari Kapombe kaenda kufanya mazoezi peke yake. Simba ndio. Na mimi nataka kukuambia kitu kimoja, nyinyi waandishi wa habari, kwamba ifike mahali hata hawa steward, mtu anasema mimi steward kafundishwa siku 2.
siku mbili, hata huyo mwalimu Koleni afundishe siku mbili, anajiita steward. Sasa ifike mahali TFF naye waone, wawafundishe wale, sababu kama wangekuwa wanajua wale nani steward wa Yanga wasingefanya vile, sababu si wameshasoma. Lakini unakuta mtu kafundishwa siku mbili alafu anajiita steward hiyo siku mbili. Hiyo kafu inakubali hivyo kweli? Na tunaleta CHAN ile Simba na Yanga kwa matokeo, kwa swala lile la juzi, ina maana mpaka kafu imeshaona, dunia nzima imeshaona, alafu tunataka kuleta kafu. Ifike mahali kila sehemu tuweke watu professional ambao wanaofahamu. Lakini ingetumika busara zaidi, tusingeingiza gharama watu wengine. Mfano Simba wangeamua kuja uwanjani baada ya mechi na kulalamika kwenye bodi kama kawaida. Kanuni, timu isipocheza mazoezi haichezi mechi. Timu isipofanya mazoezi haichezi mechi. Sisi tumesimama, yani hii sisi tumeweka kama fundisho. Sababu sasa hivi Tanzania, hata rais wetu Mama Samia anajua, ndio maana anatoa zile ofa za milioni 5 kila goli. Anataka kuweka mpira uwe juu. Sasa mpira uwe juu lazima ujue kanuni, sheria na utaratibu. Sio ngoma ile ukasema kwamba ule ni mnanda au ni kitu gani. Ule mpira wa miguu unataka ufuate sheria na kanuni na utaratibu. Ndio tafsiri gani kwa ligi yetu kwa ambalo limetokea? Ligi yetu mimi tafsiri ninayotoa kwamba sasa hivi unajua mpira umevamiwa na watu ambao hajawahi kucheza hata mpira. Sijui umeelewa? Sio watu hao waliokuwepo kwenye uongozi, sio watu hao wanajiita wao wasemaji, hawajui hata mpira. Kuna wengine wao kazi yao kutizama tu kwamba nini kimetokea, sababu wanapewa kodi pale hawalipi, basi anazungumza tu ovyo. Usipeleke timu. Wewe kama nani unasema usipeleke timu? Nimemsikia mtu mmoja hivi mweupe anasema isipelekwe timu. Yeye nani anazungumza hivi? Na huko alipokuwa anapozungumzia wamemtoa, au sababu wamempa pale halipi kodi. Amekaa bure tu na media yake. Lakini watu wanamaanisha kwamba msimamo wa klabu ya Yanga ni kutokwenda uwanjani. Kwa kila mwana Yanga anasimama na msimamo huu. Hilo lingine sasa hilo. Hilo ndio linalofuata la pili. Sijui umeelewa? Waje uwanjani, wasije uwanjani, hiyo ni la kwao. Lakini sheria na kanuni zinafanyaje? Tayari vyombo ambavyo vinakusimamia wewe vimeshasema hivyo. Sasa waone wasilete timu uwanjani. Na unapozungumzia katika nchi yote lazima kunakuwa na timu ambazo giants. Tanzania ni Simba na Yanga. Mimi ninachotaka kueleza hao wanaosema hivyo hawajui. Watakaa wenyewe, wataona na nili kwa wapi, lakini mbungi litapigwa. Mara ya kwanza wamesema tunatumia utamaduni. Mpira nao ni utamaduni, ngoma utamaduni, au sio bwana? Riadha nao utamaduni. Sasa ukiweka mpira kwenye utamaduni ambayo uipati katika kipengele chote cha sheria, cha utaratibu wala cha kanuni, hakuna sehemu inayosema utamaduni utakwepo hivi. Sijui umeelewa? Sisi sasa hivi Simba tuko juu, ndio maana tunacheza na wenzetu huko CAF. Umeelewa? Shirikisho. Sisi tunataka tuweke sheria, utaratibu na kanuni. Simba Sports Club ndio inataka kuonyesha hilo. Mpira ufuate sheria, kanuni na utaratibu. Mpira sio utemi brother. Wala mpira sio uni. Haya wewe tizama kama wewe uone nani. Mpira hujachezwa hapa. Kweli mnaweza mkakaa viongozi mnaharibu mafuta yenu mnakwenda kule Bunju. Haya gari lingevunjwa nani? Vio mngesemaje? Hiyo ndio utamaduni wenyewe huo. Huo ukitizama ni ufinyu. Sometimes unaweza ukasema lugha ovyo alafu mtu ukafungiwa, lakini hii hakuna. Huo utamaduni mecha haijachezwa. Ile ni kuwaaminisha wale fans wao, mashabiki wao kama Simba Yanga iko sawa sawa, lakini saa 7 imetoka kwamba bwana Yanga msije. Haya wamekwenda pale, wameingia kwenye mazoezi, marefa hawapo wala viongozi hawapo. Hiyo ndio nini sasa? Siweki ndani ziko zero hiyo. Kweli mtu na akili, wewe unaambiwa wewe ITV leo usije, meneja akasema wewe unatoka na kimulimuli chako unakwenda kule. Hiyo akili hiyo. Sasa msiwaaminishe watu ujinga kama alivyoaminishwa yule bangu. Haya klabu imeletea taarifa official. Sasa mwezi mkauliza kwa nini marefa hakuna? Mmefika uwanjani kwa nini marefa hakuna? Kwa hiyo unataka kuniambia Simba, bodi ya ligi, TFF wako pamoja kuizulu Yanga Yaani ifike mahali tuendeni na kanuni, sheria na utaratibu. Mimi ndo nalia hapo. Alafu watu wengine ambao wasiojua mpira wale wote turudi kama zamani. Zamani sheria zilikuwepo, mtu anaheshimika ukiambiwa huyu mwenyekiti wa TFF, lakini sasa hivi mtu anatoka mpaka rais wa TFF yani anamzungumzia tu kama mtu mdogo. Wakati ule mtu
unapozungumzia mpira ni sehemu ambayo inaleta harmonize ya nchi. Unamzungumzia tu kirahisi. Life at TFF sijini wala umjui wala hujui nini kinachoendelea pale. Subscribe, bonyeza kengele, share Kamsa TV. We are the best.